Karibu mtazamaji wa Zone Media, na taarifa za hivi punde ni kwamba serikali ya Tanzania imethibitisha taarifa za kupatikana kwa masalia ya mwili wa Mtanzania Joshua Loitu Mollel mwenye umri wa miaka 21 aliyeripotiwa kuuawa katika shambulizi la Hamas kwa Israel Oktoba 7 mwaka 2023. Taarifa hiyo imetolewa kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki leo Novemba 8 mwaka 2025, ikieleza kuwa Joshua alikuwa miongoni mwa vijana 260 wa Tanzania waliokuwa Israel kwa ajili ya mafunzo ya kilimo cha kisasa kwa vitendo. Ubalozi wa Tanzania mjini Tel Aviv umeeleza kwamba unaendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania na serikali ya Israel ili kuhakikisha masalia ya mwili wa kijana huyo yanarejeshwa hapa nchini. Taarifa ya Tanzania inakuja baada ya Israel kutoa taarifa ya kuyapokea masalia ya mwili wa kijana huyo kutoka kwa Hamas ambayo ilihusika na mashambulizi yaliyosababisha kifo chake. Hatua hiyo pia ni kutokana na makubaliano ya hivi karibuni ya Israel na Hamas ya kusitisha vita ambayo yalihusisha pia kubadilishana mateka waliochukuliwa kutoka pande zote, ikiwamo miili ya waliopoteza maisha. Hii ni taarifa ambayo ihusu familia ya Joshua Loitu Mollel na Tanzania kwa ujumla, kwamba mwili huu unatarajiwa kuweza kuwasili nchini Tanzania wakati wowote ili kuweza kufanya taratibu zingine za kuweza kupumzisha katika nyumba yake ya milele. Hii ni taarifa ambayo imegusa mioyo ya watu wengi kabisa, kutokana na kile ambacho Hamas iliweza kukifanya kwa kijana Joshua Loitu Mollel kwa kuweza kusababisha mauaji kwenye shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023, ambapo Hamas iliweza kusababisha mauaji ya zaidi ya watu 1200 na kuchukua mateka zaidi ya 250, ambao kwenye makubaliano ya juzi basi waliweza kuachia baadhi ya mateka na kurudisha miili ya mateka ambao tayari walikwisha fariki, akiwemo na Joshua Loitu Mollel. Mtazamaji wetu, nitakujuza kila ambacho kitajiri kuhusiana na taarifa ya marehemu Joshua Loitu Mollel ambaye mwili wake umekwisha patikana. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.